بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. عباد الله، إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بك يا رب العالمين من النار يا الله. أما بعد، maudhui yetu ya leo, kama ada tulizonazo kawaida za hutuba na za juma, ni kuangalia pia msimu na matokeo tulionayo, sio ili iwe hutuba yenye faida, kwa sababu watu wazika leo wazungumzia harusi, watu wana harusi wazungumzia kifo. Haiendi. Kwa hiyo kwa msimu tulionao sasa hivi ni hija, na tuna wenzetu wengi tu wako kule hija. Kwa hiyo tutazungumzia hija, lakini mimi kuzungumzia hija kwa wengi tulio hapa walio mbele yangu 99 au 90% kipunguza uongo, hapangi kwenda hija sasa hivi, hajenda au hana uwezo nao, kama hata kisingine pia uwezo nayo hana. Kwa hiyo kukuzungumzia hija, arkanul haji kadha, shurutul haji kadha, masharti ya hija ni hivi, nguzo za hija ni hizi, wewe haikusaidii sana. Sasa ni vizuri kujua, lakini hii inaitwa fiqhul haja, yani ni kujua huku kwa wakati ule utakapo. Kwa Waislamu usifanye jambo bila ya kulijua kwanza hukumu zake zikoje. Ukikusudia kwenda hija, sasa jifundishe vizuri hija ni nini, nguzo zake ni zipi, masharti yake ni yapi, yafanywaje, yapi yaharibu hija. Mimi nikikwambia wewe leo yapi yaharibu hija, wewe hapa kwa minshi huko hija, si unaona? Lakini kwa kuwa ni moja ya nguzo za Kiislamu, ni jambo la lazima kwa Waislamu kulijua. Basi ni kujua tu ni nini hija kwa ujumla, lakini faida zake hija, masomo gani yapatikana kutokana na hija kwa waliokwenda Maka wenyewe na sisi ambao hatukwenda.
masomo gani tuwapata kwenye hija. Muhimu sana kusikiliza, ujifundishe, kumbe hija ina faida kadha, 1, 2, 3. Malengo ya hija sisi tuwe hivi, 1, 2, 3. Nikifanikiwa kukufikishia wewe ujumbe huu yatosha, hata kama uelewi mlolongo wote wa hija, ni nguzo zake, arkani zake, si muhimu sana kwa wewe. Tunaanza kwa kama Mwenyezi Mungu alivyosema mwenyewe kwenye Qur'ani, surati Ali Imran aya 97, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Mwenyezi Mungu amelazimisha watu, ni faradhi ala nnasi, kwenda kuhiji, kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa mwenye kuweza, tuambiwa kila mwaka, kila siku, nini maana ya uwezo? Uwezo kifedha, uwezo kiafya. Kama wewe huna pesa, waweza kuwezeshwa na mtu mwingine, pia ndio uwezo huo, ukapewa nafasi kwenda kuhiji, ndio uwezo ushaupata huo. Kwa hiyo Mungu asema, nimewalazimisha watu kuja kuzuru nyumba yangu. Aya hiyo yasema, waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamina. Waman kafara, atakaye kufuru, atakaye kataa, atakaye dharau, yote ni tafsiri moja hapo. Waman kafara, atakaye dharau, asiende na yeye ana uwezo. Mwenyezi Mungu si kwamba yeye amhitajia sana, yeye ni tajiri, hahitaji hiyo ziara yako, swala zako, somo zako, ibada zako. Yote tufanyayo ni kwa maslahi yetu wenyewe. Hija, ndugu zangu Waislamu, ni moja ya nguzo muhimu sana, ibada muhimu sana katika Uislamu. Ni faradhi kwa mwenye kuweza. Ukihairisha na wewe una uwezo wendi, ukifa huwezi kuilipa. Ukifanya kwa makusudi, ukadharau, waman kafara, ni kufuru. Japo yafaa kwenda kuhijiwa nini baadaye, lakini hii tumwachia mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imejuzu kumhijia mtu, lakini kwa makusudi, uwezo unakuwa nao, ukwenda na kila kitu, ndio waman kafara, mwenye kufuru, kukataa. Ibada hii ndani yake na mambo mengi, ndugu zangu Waislamu, ya hija. Kubwa number 1 katika mambo ya hija yanapatikanalo ni tauhidi. Tauhidi ni kwamba Mwenyezi Mungu apwekeshwe. Mungu katuumba sisi yeye mwenyewe, hakusaidiwa na mtu. Jambo lolote ukilifanya likipelekea kwamba wadhani kwamba Mungu kasaidiwa, au ukimpa mtu sifa ya kiungu, tauhidi umeikosa. Tauhidi, ukishakubali Mungu ndiye aliyekuumba bila ya msaada wowote, yeye anakumiliki wewe, wewe ni mtumwa wa Mungu, wewe ni mja wake. Utafanya, utaishi, utatekeleza, utajitupa mikononi mwake peke yake. Utamuogopa, utamsikiliza, utafuata yeye tu. Ndio maana wahada, umempekesha kwenye kila kitu. Hili lapatikana sana kwenye hija, tena kwa sana. Tutaliona mbele kidogo tukiangalia baadhi ya aya. Kwenye hija kuna mafundisho mengine ya kijamii, usawa, udugu, wahdatul umma, umoja wa umma wa Kiislamu. Watu wote, moja ya sharti ya hija, uweze ukavaa kuanzia tarehe 8
Uwezi ukavaa nguo za kawaida, nyote mwavaa ile nguo nyeupe zile, wala ndani utakiwa kuvaa nguo yote. Usije hapa ukotia boxer namna cha boxer wala cha nini hapa. Wewe uvaa hivi utie msuri kama msuri hivi, afu ufunge hapa nguo nyeupe zile. Watu wote hapo, hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna Mwarabu, hakuna waziri, nguo zinazofanana. Hata viatu pia uvae vya kutumbukiza, hakuna kuonyeshana viatu kule, sandals tu. Watu wote. Sura hii yatupa ule umoja kwamba hapa hakuna rais na waziri na mwenye commissioner, si polisi, si nani hapa, tajiri wala maskini, wote mko pamoja. Kullukum min Adam, wote watoto wa Adamu. Halafu matendo yote mnayoyafanya ni kwa pamoja. Hakuna kusema kwamba rais atafanya baadaye au presidenti, waziri au mwenye pesa baadaye. Wote mwafanya matendo yale yale kwa wakati mmoja. Ukichelewa kufanya kwa wakati huo, hija wewe umeipoteza. Unaona, umeipoteza. Kuwa na cheo unatokuwa nacho. Kwa hiyo pale kwenye hija, ndugu zangu, kupatikana ule umoja na usawa. Pale haujaliwi wewe ni nani, bila ya kujali ikhtilafu zetu tulizonazo. Kule hakuna huyu ni sunna, huyu ni salafi, huyu ni answari, huyu ni wa bid'a, huyu ni wa nani, huyu ni wa tamta, huyu ni wa zaharau. Wote matendo ni wakati mmoja. Kama mtataka sura ya Waislamu kwamba watakiwa wawe wamoja, iangalie Maka. Wewe angalie Maka. Lakini angalia maskini, hatuitumii kuwaunganisha Waislamu tena kwa pamoja. Kule mpaka hawa hakuna cha huyu ni Ibadhi wala huyu ni Shia. Wote wenda. Kuna ustadhi wangu mmoja aliulizwa, kama Shia ni makafiri, mbona wenda hija? Wacha kasirike. Mbona hija wafukuzwi? Ipotela sinayo, lakini imenijia tu. Unajua wasemaji, wazungumza mambo mengine yaje. Niangalia kwenye mitandao, kachukia kweli. Badala ya kujibu hoja na maswala yale, akaanza kushambulia na kutukana. Pumbavu huyu, hakusoma huyu, mjinga huyu, hajui. Hakuna shule, watu wa shule hawa hajakaa madrasa huyu. Waulizwa, kama huyu ni kafiri, mbona kenda Maka? Hujibu. Najua wengi mawaidha, muhadhara kama huo, hotuba kama hiyo ndio mtakaye. Si hotuba yangu leo, nasema mfano tu. Niwaonyesheni kule wanakokwenda watu. Mpaka Mashia wenye tabu kubwa na Uislamu, si watu wenye Uislamu safi hata kidogo, lakini bado wanakwenda hija, wanaruhusiwa, wanaingia na nguo zote, na wape ni nguo hizi, na wape wasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik innal hamda, mpaka mwisho. Labbaik Allahumma labbaik, hakuna cha ibada, hakuna cha nani. Umoja wa Waislamu unaonyeshwa pale. Ya laita lau kama Waislamu wenyewe wangetumia nafasi ile. Sasa hebu John, wakatokea maulama wa kila nchi, wa kila upande, wakajadiliana, wakanakishiana, wakabishana, wakazungumza, wakaeka sawa khilafu zao, ingekuwa raha mno. Lakini wenda hiji wakazunguruka, wewe warudi zao. Nafasi haikutumiwa maskini. Nafasi haitumiwi. Ingekuwa nafasi ile iko kwa wenzetu ya hija hii, wangeitumia kweli kuwaunganisha Waislamu pamoja. Nafasi hiyo mkutana wote hapo, kaeni mzungumze khilafu zenu. Wazungumzi mje huku, mpaka mkija huku masumbua wananchi huku, tukanana, kushambuliana, rududi. Si huko, kaeni pamoja basi mzungumze, mjadiliane, mtupe maneno makubwa. Naam.